Hello, Savoir Please TV. Nikwambie tu ni Amida Kabange, siku ya leo nipo mitaani. Jamani, kwanza kipindi chetu kinaitwa Mtaani Kwetu. Unajua Mtaani Kwetu kukoaje sasa hivi? Jamani, nikikwambia utashangaa. Ila bora tu nikwambie, maana inatisha sana hii hali katika Mtaani Kwetu. Cha kushangaza, hivi umeshawahi kujiuliza, cameraman, hebu niambie kwanza. Leo tarehe ngapi? Leo 23. Siku ya 3 leo. Jiulize, leo siku ya 3. Tariki 23. Mwezi wa 10. Hivi unajua kwa nini nakuuliza hivyo? Kidogo tu utanielewa. Mtaani kwetu kuna vurugu ambazo zipo kwa watoto. Watoto sasa hivi wanapiga wazazi, yani kelele sana. Watoto wanalalamika. Kila mtoto sasa hivi analalamika, mama mimi sitaki tena kusomea katika chuo za serikali, nataka nipeleke katika shule ambazo ni shule za mtu kawaida. Kwa sababu gani? Ilifunguliwa masomo tariki 7 za mwezi wa 9 mwaka 2024. Mpaka sasa hivi tuko mwezi wa 11 tariki 23 mwaka 2024, siku ya 3. Cha maajabu, mpaka sasa hivi wale watoto wote ambao wanasomea katika vyuo vya serikali, hakuna hata mtoto mmoja ambaye sasa hivi anaenda shule. Baadhi ya watoto wanalalamika kuwa sisi ni kama vile tunaonewa, wazazi wetu hawana pesa, maisha yenyewe ndio hivyo, lakini sisi hatusomi. Sababu ni moja tu, sababu tunasomea katika shule za serikali. Jiulize sasa wewe mtazamaji, hawa mtoto tu analalamika hivyo. Vipi mama anakuwa anasemaje katika hili ambalo linafanyika hapa? Kama unavyoona niko katika shule hapa, kuna wanafunzi baadhi ambao ni wanafunzi wa sekondari ambao wanasoma katika masomo pia ya mtu binafsi, sio masomo ya serikali. Lakini watoto ambao tunaishi nao mtaani kwetu, wanapoona wenzio wanavaa mavazi ya shule, wanaenda shule, wanalalamika sana. Baadhi ya watoto, kuna watoto hata wanakataa kula, kuna wengine ambao wanakataa hata yani kuoga, kuvaa vizuri kwa sababu hawakwenda shule. Unajua kwa nini? Maana shule ni msingi wa maisha. Je, jiulize wewe, atakapokuwa mwanao hakusoma, atakapokuwa mwanao hakwenda shule katika kipindi hichi, alafu kesho yake unakuja kusikia Kongo hakuna kusoma, utajifikiriaje? Basi mpenzi mtazamaji, tuongee kwanza na watoto wawili watatu, tusikie nini hasa ambao watatuambia. Pia tutaongea na mzazi mmoja, pia tutasikia nini hasa ambayo atalalamika kwako kuhusiana na masomo ya serikali, kwa nini watoto hawaendi shule mtaa wetu. Na mpenzi mtazamaji, kwanza niko na wanafunzi. Nilikwambia ni mtaani kwetu. Sio eti kuna ambao wasomi na wengine wanasoma. No, kuko hao ambao wanasoma kwa shule la kawaida. Ila wale ambao hawasomi ni watoto ambao wanasoma katika shule la serikali. Kwanza nizungumze na hawa ambao nawaona hapa, wakaka wapo sawa kwa kweli. Habari yako? Salama. Tuambie kwanza unaitwa nani? Naitwa kwa majina ifuatayo Celeste. Celeste Jarve. Ndio. Kwanza tuambie, size uko nje ya darasa saa ngapi hapa tuone? Saa 4:22. Uko nje ya darasa. Kwa nini? Wamenifukuza. Aya, hapo mitaani kwetu wamekufukuza? Ndio. Tuambie kwanza shule ambalo unalolisomea. Nasomea katika shule la msingi ni Faraja. Faraja. Tuambie kwanza, hii Faraja ni shule ya serikali au ni shule tu ya mtu binafsi? Amesema chunga kwa sababu elimu ya watoto hapa kwetu Uvira ipo chini sana, chunga nifungue shule langu binafsi. Je, tuambie. Ni la mtu binafsi. Ni la mtu binafsi. Niambie, ni matatizo mangapi ambao mnakuwa mnapitia sana katika hili shule? Tunakosa elimu. Mnakosa elimu? Ndio. Ina maana walimu hawafundishi vizuri? Ndio. Kwa nini hawafundishe vizuri? Kwa nini wewe unaona kama hawafundishe vizuri? Kwa sababu hawalipiwi. Kwa sababu hawalipiwi. Hiyo nao point mtazamaji igusie. Kwa sababu hawalipiwi ndio maana hawafundishi vizuri. Hivi na mnatarajia ni nani hasa ambayo anastahili kuwalipa hao walimu? President wetu. Rais. Ndio. Na kwa sasa tuambie kwanza wewe ambaye sasa hivi uko shule, nyumbani na wadogo? Ndio. Wanasomea wapi? Wanasomea kwa masomo ya leta.
Okay, kwa masomo ya serikali. Tuambie, sasa hivi wanasoma? Hapana, Kwa nini? kwa sababu wengine wasomi. Kwa sababu wengine hawasomi. Na tukiangalia leo ni tariki 23, si eti? Ndiyo, Watoto hawasomi. ndiyo. Hivi labda nikuulize swali. Mfano hii sasa nani serikali yetu inakataa kwa hakuna masomo tena ya serikali ya kusoma bure. Wewe kama ambaye uko nasoma sasa hivi alafu wadogo zako hawasomi, unaweza ukajisikiaje wewe kama mwanafunzi? Najisikia mbaya kwa sababu mimi nasoma mwenyewe, wadogo wangu hawasomi. Asante. Twende kwako. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Merci Justin. Merci Justin. Uko hapa sasa hivi na wewe uko nje ya shule, tatizo? Kwa sababu wamenifukuza kwa sababu ya pesa za shule. Pesa za shule? Ndio. Mwezi wa ngapi sasa wanakufukuza? Mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Ndio. Mwezi wa 9 mmelipa? Ndio, mwezi wa 9 tumelipa. Vizuri tu. Vizuri sana. Na mnavyokuwa mnasoma wakati masomo ya serikali haisomi. Mwe mnategemea hizo pesa ambazo wazazi wako wanalipa. Zitakuwa na faida yoyote? Hazina faida kwa sababu wadogo zetu hawasomi. Merci. Zitakosaje faida ingali kuwa wewe unasoma? Zitakosa faida kwa sababu wenzetu wako chini na sisi tunasoma. Haijakuwa wenzetu wadogo wanapaswa nao wasome. Hivi unajua kama sasa hivi na ikitokea malalamiko ya wengine watu gisi wanavyosema, sio mimi, watu wanasema mitaani gisi tunavyowasikia, walalamika kuwa ikifika tariki 25 kama kweli vio vya serikali havijafungua, haiza shule za serikali hazijaanza kusoma, ina maana na nyinyi ambao mnasomea katika hizi shule za kawaida, nyinyi wote watafunga masomo yote, na nyinyi ambao mnasoma katika shule za kawaida na wale ambao wanasoma katika shule za serikali wote hamtasoma. Hivi je, na wako na hizo taarifa? Ndio, ninazo taarifa, nimesikia hivyo. Tariki 25 masomo yanafungwa yote. Hata mimi nachukia kusikia ile. Sasa tuambie, wakati wewe mtoto umeshasikia hivyo vinafungwa, wakati wewe uko unasoma na mnalipa pesa zenu, mnalipa miezi 2 sasa hivi mmeshalipa, si eti? Ndio. Hivi wazazi nyumbani hawalalamiki sana kuhusiana na hiki ambacho wako wanafanya, sasa kuja kulalamikia wa mwalimu kuhusiana na hichi? Ndio, wazazi nao wanachukia ila hawana cha kufanya. Tunaomba katika rais wetu anaweza kutusaidia kwa ajili ya malipo ya watoto wa vyuo vya serikali. Nini hasa ambao unaweza kuambia watu, waweza kuwashauri wazazi, kushauri viongozi wetu ambao wako ngazi za juu katika serikali? Nini hasa ambao unaweza kuwashauri? Mimi naweza kuwashauri tu waendelee, wasituachi, waangalie vyuo vya serikali, waendeleshe masomo, isiachiwi, iendelee. Ndio mimi napenda kusema hili. Na wewe je? Na mimi ni hivyo. Napenda wadogo zangu wasome vizuri na walimu waongezewe mshahara gisi wanavyotaka, masomo yaendelee. Na mpenzi mtazamaji, hawa ni watoto, kwanza ni wanafunzi. Wapo mitaani, wapo wengi. Basi tuendelee kufuata watoto ambao wapo mitaani. Sasa ni mtaani kwetu na kipindi changu kinaitwa Mtaani Kwetu. Tuendelee. Jambo? Jambo sana. Tuambie kwanza kwa majina, unaitwa nani? Mosengo Kibembe. Tuambie kwanza hapa tuko wapi? Hapa tuko ni quartier Kasenga mu ville d'Uvira. Tuko kwa masomo ya Faraja. Tuambie kwanza mhusika wa shule la Faraja ni nani hasa? Ni mimi binafsi, mimi ni msimamizi, mimi ni kasisi prefet. Papa Honore, tulipotoka hapo nje tulikutana na wanafunzi sasa hivi saa hizi hata muda kutoka shule haujaenea. Ilikuwa ingali saa 4. Wanafunzi wako wengi sana nje kusema kwa eti wamefukuzwa. Kwa nini wafukuza watoto sasa hivi baba? Wanafunzi wamefukuzwa, hao wamefukuzwa ni makosa yao, imewafukuza. Wala wametuambia tu tumewafukuza kwa sababu ya pesa. Si vile. Kwanza tunataka kuuliza kuhusiana na hiki ambacho kipo sasa hivi mtaani. Tunaona hapa wewe watoto wanasoma, si ndio? Ni masomo yako binafsi. Alafu tukiangalia mtaani watoto wako wengi sana ambao wanasomea katika shule la serikali. Tuambie wewe
mkubwa, yani tuseme mkubwa wa shule ambao uko na shule kubwa kama hili, ni nini hasa ambacho wewe unakiona katika hili ambalo lipo sasa hivi mtaani? Kenye kiko mtaani sisi hatujui, sisi ni shule ya binafsi, na kama sisi ni shule ya binafsi ni kusema tulipoanza mwaka ya shule kama vile kalenda ya shule inasema tulianza wakati yenye ilikuwa imefaa, na tumeanza kazi kama vile ministre amesema tufungule masomo na tukafungula, na sisi tunafungula, tunaendelea kawaida. Sasa kiko hapa, kwa nini nyinyi mnasoma alafu shule la serikali halisomi? Ni kwa nini hasa? Shule la serikali halisome kwa sababu wanajua wanadai serikali nini. Sisi tuna kibarua kusema kwamba shule ya binafsi ni yenyewe haiwezi kutegemea serikali kwa kitu chochote, ijapokuwa kusaidia wanafunzi, nasi wenyewe dayer sisi tunasaidia serikali kwa kutimiza mapasha yake, sababu hiyo yote ilikuwa ni kazi ya serikali kuadibisha wananchi. Lakini sababu serikali haitaweza, si mashule za binafsi zinasaidia serikali kwa kukinga hao wanafunzi ambao mnaona hapa na kuwapatia maadibisho. Hivi labda ni gusie katika hili swala. Vipi kama mfano ungelikuwa na mwanao maana naona ni chuo cha sekondari ndio kiko hapa. Mfano ungelikuwa na mwanao ambaye yupo katika shule za serikali ambaye mpaka sasa hivi hasomi. Wewe kama mwalimu ni nini hasa ambacho ungelikifanya kwa huyo mtoto? Haiza mtoto wa ndugu, haiza wako mwenyewe binafsi, inawezekana ukawa unafundisha alafu mwanao akawa anasomea katika shule za serikali. Kwa kweli inauma sana wakati yenyewe unajikuta mtoto hasomi. Kama mzazi, kama mwalimu, haiko mzuri, inauma sana. Na ndio ile tungeomba hata kwa serikali na wenzetu walimu waangalie vema, watie kwanza maadibisho ya mtoto mbele, kisha ingine madai ije nyuma. Kwanza mafaa ya mtoto mbele, kisha madai ije nyuma. Mtu hawezi kulomba kitu chochote wakati haiko kazini. Mtu anadai mshahara wakati iko ndani ya kazi. Miezi miwili imepita, watumiki, watoto wanahangaika, watoto hawasomi. Hebu wasikilie watoto huruma, waje wafungule shule kusudi watoto waende kwa masomo. Asante sana mheshimiwa, labda nigusie swali langu, labda litakuwa la mwisho. Wazazi mtaani kwetu wanalalamika katika hivi vio vya kawaida, wanalalamika kuwa mimi nilipeleka mtoto wangu kwa masomo ya privé, lakini kwa maajabu nililipa pesa, wameshalipa mwezi wa 9, tarehe 25 wamelipa mwezi wa 9. Leo tena nasikia kuna baadhi ya watoto ambao wameanza kufukuzwa sasa hivi katika shule hizi za privé, wanaanza kufukuzwa hizi kwa sababu ya mwezi wa 10, wamelipa mwezi wa 10. Na hapa wanaanza kufukuzwa katika mwezi wa 10. Utuambie kama wewe, je, hujapata malalamiko ya mzazi yoyote kuja hapa kwenye shule lako kuja kuomba kuhusiana na hili? Inasemekana kuwa au watakuwa wanatoa pesa zao ili mradi tu, lakini shule la kawaida ambalo linastahili ndio hilo shule la serikali, na inavyosemekana kuwa ikifika tarehe 25 za huu mwezi kama shule haijafunguliwa, ina maana na hizi shule za kawaida wote hawatasoma. Hicho ndicho ambacho wazazi wanalalamika kuhusiana na hicho. Wanalipa pesa zao zinakufa bure. Je, wewe kama mwalimu na wewe je, unaona kama hizi pesa zinakufa bure au zinaenda tu sawa sawa na gisi mtoto angestahili kupata elimu? Pesa zikufe bure, dada mtangazaji. Sababu gani? Tunakuwa na mipangilio program. Wakati tunapoanza mwezi ni kusema ikifika mwisho wa mwezi mtoto anapasha lipa, na hapo tumefanya kikao na wazazi, makubaliano ikakuwa pale. Kufukuza mtoto si kwamba mtoto wamemchukia, si kwamba mtoto hatumpendi shuleni, ni mzazi mwenye anashindwa na kukamata jitihada yake na majukumu yake. Mzazi mwerevu anafanya je? Wakati ametambua ya kwamba mwezi inakaribia kwisha na bado siyapata hela za shule, mwenye kujua majukumu yake mwenyewe anasimama na kwenda kuona viongozi wa shule. Kwa maana nimesema kutia kwanza mtoto mbele. Mzazi anakuja kusema ya kwamba mimi siyapata hela, mtoto msimfukuze, ndapata franka mpaka wakati fulani. Sisi masomo hatuwezi kufukuza mtoto wakati mzazi amefika, wala mzazi kama hakufika. Kuna buku ambayo tunaita cahier de communication yenye kuwa na mahusiano kati ya mzazi na mwalimu.
Wakati kumekuwa probleme fulani, mzazi anaona mimi siyakuwa tayari, hebu anaandika ndani ya buku lile na anajulisha masomo na mtoto hawezi kafukuziwa. Ikiwa mumeona watoto wamoja wamekuwa mitaani, ile inaweza kuwa ni irresponsibility ya wazazi. Mzazi hakutimiza mapasho yake, hakufika hata kwenye shule. Kuna wazazi wengine hata vile unaona hivi, kuna wazazi unaweza kuona mtoto anakuja kushule, lakini mzazi hajuaki hata shule la mtoto wake. Hajafika hata siku moja kwenye shule la mtoto wake akajue mwalimu wa mtoto ni nani, mwalimu anafunza nini, mwalimu anafanya kazi gani, anashindwa kutimiza yale yote. Sasa unapenda mwalimu afanye nini? Kwa kutaka kuona mzazi afike, ndipo pale unaona mwalimu anatia mtoto nje. Na hivyo anatia mtoto nje kwa saa fulani. Tunasoma saa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine. Isa ya ine wakati kumebaki saa 2 tumalize mchana, ndipo pale tunaweza kuweka watoto nje kwa niaba ya kukumbusha wazazi. Wende kaambia mzazi aje kusudi aweze kupokea majukumu yake. Swala lingine ambalo umeuliza kuhusiana na tariki 25, sisi ile hatuijui. Sisi vile kama vile mashule ya binafsi nayo ni shule vile ya serikali. Maana shule zote ni za serikali. Ni serikali anatupa vikaratasi ya kufungula mashule ya binafsi. Maana zile makaratasi zinaturuhusu kufanya mitihani yote ya serikali. Na watu tunafanya mitihani yote ya serikali, nasi ni watu ya serikali. Serikali anatujua, anajua kwa nini tunafungula na anajua kwa nini tunavyoendelea kufungula. Ikiwa wale wenzetu wanasema juu ya année blanche, sisi hatujue ile inawaangalia na inaangalia wakuu wa nchi. Sisi ile maana sisi tumekuja kazini na tunatumika na serikali, naona kwamba sisi tumejitolea. Na ukiangalia mshahara tunao ni ndogo sana kuliko hata wale wenzetu ambao wanatumika kwenye serikali. Asante sana, utuambie ni nini hasa ambayo unaweza kusema mbele ya TV yetu ili watu wakusikie wewe kama mwalimu. Mimi naweza kuita, normalement je peux appeler les autorités ou les agents de gouvernement. Premièrement, qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Si vous pouvez constater le millier et les milliers des enfants que nous avons au Congo, ils sont nombreux, qui sont en train de chômer. Et si ces enfants peuvent rater l'année, que l'année soit blanche, c'est le pays qui va entrer en danger. Comment nous allons récupérer encore tout ce temps perdu? Vous savez que l'année scolaire est bien calculée, les jours, les mois, les dates, les heures. Maintenant, si on peut perdre tout cela, vraiment le pays va faire une marche en arrière. Nous pouvons appeler les autorités qu'ils prennent responsabilité, les enseignants également qu'ils prennent les responsabilités, même les parents. Les parents aussi qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils se mettent sur une table et qu'ils trouvent une solution pour ça. Nous ne voulons pas que l'année soit blanche. Je dis et je vous remercie. Merci. D'accord. Kiupande wangu mpenzi mtazamaji, niko na wababa hapa ambao nawaona watatuambia nao mawili matatu kuhusiana na kipindi chetu ambacho tuko nacho mtaani kwetu. Jambo. Jambo mama. Tuambie kwanza unaitwa nani? Mimi jina langu Bana Balela. Bana Balela. Papa Bana Balela. Inamaanisha nini? Ile jina Bana Balela watu wakilia na wasaidia. Oh, ina maana wewe ni kilio cha watoto. Watoto. Okay, tuambie baba, kilio cha watoto. Yaani mimi ninakuita sasa kwa Kiswahili, kilio cha watoto. Utuambie kwanza, naona watoto wanasoma. Ndio, watu wangu niko nao wengi sana. Niko watoto wengi sana. Niko watoto 18 na niko na wajukuu 13. Kwa wale watoto wako wote ambao uko nao, ni wangapi ambao wanasomea katika shule za serikali? Shule za serikali niko na watoto wa 6 wadogo. Wengine wote wanasoma serikali, kuna nini kule kwa Kabila, wengine huko pembeni ndio vile. Na wajukuu wanasoma kwa Kabila. Taarifa ambazo zipo mjini sasa hivi inasemekana kuwa ikifika tariki 25 shule za serikali hazisomi. Ina maana hata na shule za kawaida hazitasoma. Je, uko nizo taarifa na wewe? Ndio, taarifa niko nazo, lakini mimi nasikia na roho yangu inahuzunika sana kuona mimi kwa leo kweli hata sina kazi, lakini nilikuwa nasomesha watoto wangu. Sasa nyinyi ndio mnakaa pale nasomesha wale watu wa serikali, wa serikali wanasoma kwa bure, wale watu wa privé na wasomesha kwa hela zangu. Sasa kasa wanasaidia msaada kidogo juu wale watoto.
mpaka leo watoto wanasoma vile, nikafurahi. Lakini naona kwa leo watu hawaendi tena shuleni na kwa washa television munyumba, washa tazama television, jua sitembe hovyo. Ila lakini wapi haiwezekani. Mjikaze, mtusaidie watoto wasome kuserikali. Kama nakataa tulipe kama zamani tulikuwa walipia watoto. Ina maana wewe hata serikali sasa hivi ikisema wazazi ikitaka kuongea na wazazi ikisema kuwa tunataka nyinyi wote kila ambaye mtoto wake yuko anasomea katika shule ya serikali aanze kulipia mtoto wake ada ya shule sawa sawa gisi tu na shule zingine ziko zinalipa. Na wewe unaweza kuwaunga mkono? Ndio, napaswa kuunga mkono. Kwa nini? Sipendi mtoto abakie tu bila hesabu, bila akili. Naweza kuunga mkono. Kwa nini? Napaswa kuunga mkono. Naona wapi habiendeki. Sisi tusoma zamani, tulisoma zamani hapa ingali tulisoma masomo za msingi kwa nyumba za nyasi. Masomo kwa nyumba ya nyasi ndio tukasomea ndani, kila mtu akitiki yake kwake. Watoto kiti kwenu kasonga. Ile ya zamani ya mviringo unaita kunyumba, unaika mvula kinyesha tunarowana sisi wote nakimbia. Toka nyuma nje ya shule. Lakini hatuwezi kuwa kumala vile tena. Hawa watu kizungu vitu shaendelea binakuwa vya mzuri. Sasa ufanye vitu mzuri kama tusome kisi tusoma si zamani. Njoo habari iko pale. Asante. Jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Naitwa General Fikiri. Fikiri, tuambie kuhusiana na ile ambalo baba wa watoto ndio hivyo anazungumza. Je, na wewe uko unakubaliana naye katika maneno ambayo anazungumza? Antuka sina mingi ya kusema, lakini ina jambo kidogo. Jua serikali inatumana watoto wetu wanahangaika, wengine kwenda kwa mabarabarani, wengine wanatafuta kugongewa juu wasomi. Tulikuwa tunaomba serikali antuka ituletee watoto wasome kabisa, wasiwaki kitu mtani tu wanazunguka nini. Ndio vile. Una watoto wangapi ambao wanasoma katika shule za serikali? Na watoto 3. Serikali nazo zinaanza kulipa. Na wewe hapo umeshasema uwezo ni mdogo. Ina maana watoto wataikaa chini hawatasoma. Wala antuka watoto wanaweza ikala chini, lakini labda serikali tupatie makazi ndio tunauza amua tukawatia kwenye privé wakasoma vile. Asante. Wewe kama mzazi, taarifa ya mwisho ambayo unaweza ukapana hapo ili wakuelewe vizuri, nini hasa ambao unaweza kusema? Mimi taarifa ya mwisho nilikuwa naomba serikali tusaidie sana, itufungulishie masomo, watoto waendelee kusoma. Na wewe babangu? Sawa baba, hii maneno nasema ni kweli, inafaa serikali jiamue, ifanye nguvu zote kwa sababu serikali zidanganye. Itupatie hospitali ya bure. Itupatie kila kitu ya bure. Kwa leo hospitali tuko nahangaika kwa hospitali. Kuna hospitali maneno. Masomo maneno. Basi baba wanapenda. Kama naona namna gani baba wanapenda. Mfano akiamua anasema kuwa anakataa shule za bure, hospitali za bure. Wewe kama mzazi je? Mimi kama mzazi si watoto wasomea tangu zamani kwa shule za bure. Hii wakati ya nani anaingia kutoka Mobutu kunaingia Yosefu. Tulikuwa pia watu shule, watu wote wazibia shule. Sasa kisha kuingia akasema akaamua bwana, sipendi tena nani serikali zote, shule za serikali hakuna kulipia watoto. Bure. Hospitali bure. Lakini kwa leo tunahangaika kwa hospitali, tunahangaika kwa masomo. Sasa hiyo neno mbili. Serikali jikaze kwa ile maneno, atumatie maneno. Na barabara tuzipate. Basi. Hey, mtazamaji, kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Nikwambie tu siku ya leo nafunga kamera yangu hapa ambapo nipo na wewe. Kwanza usikose kusubscribe channel yetu, like pia, share kwa wengine na weka comment yako pale. Siku nyingine nikirudi nijue ni nini hasa ambacho kinahitajika kuongeza na ni nini hasa ambacho kinahitajika kupunguza. Niite Amida Kabange, kipindi ilikuwa Mtaani Kwetu. Nimezungumza na baadhi ya watoto, wanafunzi, wa mwalimu, pia hata na wazazi. Mpenzi mtazamaji, mimi na wewe tena siku nyingine kama na hii tukutanane katika vipindi mbalimbali. Utakuwa nakutanana na mimi Hamida Kabange, nyuma kamera niko naye mtu mzima sana mlaini mteketeke, muite Sadiki ambaye tuko naye. Asante pia, bye bye.